Bwana ni mwakilishi wa pili kabisa kunako siku ya leo kutokea pale maeneo ya Kahama ndiko ambako amepatikana. Na draw inayofuata ni majira ya saa 1 dakika 30. Mara hii ni watu 50 tofauti na tunakwenda kutoa shilingi 150,000. Basi wewe fanya kucheza tu, inawezekana pia wewe ukanyanyuka na ukawa miongoni mwa wale washindi. Wakati Stars wakiwa wanaendelea wakati huu, mabao ni 2-0 na muda si mrefu pia mambo yatakuwa yamekaa vizuri kutoka huko. Lakini twende pale kwa Azam FC, wanalambalamba hawa. Tuwasikie kile ambacho wanakisema na wamejipangaje kuelekea kwenye mchezo ule unaofuata dhidi ya KMKM. Afisa habari wa timu hiyo Hashimu Ibwe amesema wameamua kwenda mapema zaidi kule visiwani Zanzibar kwa kuwa walikuwa hawana program yoyote ya kuifanya jijini Dar es Salaam, lakini amesisitiza kwamba huu ni moja ya mchezo mgumu zaidi wa kuwania kufuzu michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika na wala si rahisi kama ambavyo watu wengi wanadhani. Kaka, Waswahili wanasema mchuzi wa mbwa unanyoa wa moto na tembo yanakanyagwa yakiwa hayajakauka. Lakini hatuna ambacho tunafanya sasa hivi Dar es Salaam, kwa hiyo mwalimu alishauri kwamba kama inawezekana sije tuendelee na maandalizi yetu hapa Zanzibar mpaka itakapofika siku ya mchezo. Probably na sisi itakuwa imetugea room ya kuwa kwenye maandalizi mazuri na kuwa na mchezo mzuri kwenye hatua inayofuata. Basi inshallah tutafikia lengo lile ambalo tumelipanga, lakini we are very good. Tuko sawa, kiko timamu na kila kitu kinakwenda kama kilivyopangwa. Mashabiki wengi na wadau wengi sana wa kandanda nchini wanaiona Azam FC kama ina njia nyepesi sana kwenda kwenye hatua ya makundi. Hili kwenu kama viongozi wa Azam FC mnalisemaje? Sisi kwetu nafikiri ni njia ngumu, kwa sababu pale ambako hujategemea wewe kama ndipo, mara nyingi huwa ndo panakuwa sipo pale. Kwa hiyo kucheza na KMKM ni mechi ngumu sana na najaribu kulisisitiza hili kwa wanahabari, najaribu kulisisitiza hili kwa watu wengine kwamba ni mechi ngumu kuliko ambavyo tunaiona, ni mechi ngumu kuliko ambavyo tunafikiria, na sisi tutajitahidi kutoa kila kitu. Of course tunayo namna ya kwenda kwenye hatua ya makundi kwa sababu timu yetu ni bora, timu yetu ina wachezaji wazuri na technical bench nzuri. Tutafikia lengo la kwenda makundi msimu huu, lakini sio njia rahisi kama ambavyo watu wanafikiria kwamba ni rahisi. Hali za wachezaji, lakini pia mwalimu Ibenge namna anavyozungumza kuelekea kwenye mchezo huu inaleta matumaini kiasi gani? Mwalimu ana kitu kizuri ambacho amekuwa nacho. Mwalimu ana uhakika na kile ambacho anakifanya ndani ya timu yetu. Mwalimu amekuwa akitupa moyo na mwalimu CV yake kwa ujumla inatubeba, na amekuwa akifanya kazi nzuri sana kuwalingania vijana wetu ili kufikia malengo. So far kila timu inahitaji father figure. Kila timu inahitaji mtu ambaye atawatizama kama baba. Wachezaji wetu wamekuwa na hiyo adabu na discipline ya hali ya juu. Kwa hiyo ni kitu ambacho tunaamini kwamba kikiwepo ndani ya team, discipline ikiwa full house, kitu kikiwa kinazingatiwa vile ambavyo kinapaswa kuzingatiwa, kwa kweli tutaiona timu ya ndoto, tutaona kitu kikiwa kinakamilika, tutaiona timu yetu ikiwa kwenye uimara wa hali ya juu. Nini kinaweza kuwa ujumbe wako jioni hii kwa yule ambaye anakusikiliza kupitia Sports Venue ya Bongo FM Radio? Kusema ukweli, kile ambacho tumedhamiria kukifanya kama team nafikiri kinaleta matumaini. Project ambayo tumeianza imekuwa ni project ambayo ina matumaini makubwa na kila mmoja amekuwa akifurahia project ya klabu yetu. Mwalimu amekuwa humble sana, wachezaji wamekuwa wakijituma kwa 100% na wamiliki viongozi wa timu yetu wamekuwa ni watu ambao wanatusupport kwa 100% zaidi ya 100 kuona timu inafikia malengo. Kwa hiyo mashabiki wa Azam Football Club ambao tuna uhakika kwamba wanatupenda kwa 100%, wasubiri kuendelea, waendelee kusubiri, wataiona hiyo raha ambayo wanaitaka kwa sababu jambo limekamilika, hiki chakula kimeiva. Lakini kwa upande mwingine wale ambao hawatupendi hapo kwanza ncheke. Maumivu ni mengi kuliko raha ambayo watapata watu wetu. Kwa hiyo tuendelee kuwa na subra, lakini tunatengeneza kitu ambacho Tanzania nafikiri watatamani kukiona zaidi na zaidi. Afisa habari huyo wa Azam FC Hashim Ibwe akizungumza na sisi kile ambacho kipo, lakini sababu iliyowafanya kufika mapema zaidi kule visiwani Zanzibar kwa ajili ya kufanya maandalizi yao kuelekea katika mchezo huu wa kuwania kufuzu hatua ya makundi kombe la shirikisho barani Afrika ambao wanakwenda kucheza dhidi ya KMKM ya kule visiwani Zanzibar. Dakika ni 20 zimesalia, endelea kucheza. Wakati ule utakapofika shilingi 150,000 ipo hapa kwa watu 50 tofauti majira ya saa 1 dakika 30. Azam FC hao
Nira wenyewe wanasisitiza kwamba bado wana mchezo mgumu sana dhidi ya KMKM. Ni rahisi bana ya Azam. Unajua kwa nini Ashimwibu anakuambia ni mchezo mgumu? Wao wanaifahamu Azamu yao. Unajua Azam maji kupo maji kujaa. Yani mtu pekee ambaye amebeba maono ya Azam msimu ni Florent Ibenge. Ndio. Ile winning mentality ambayo anayo Florent Ibenge ni kitu ambacho kinaweza kuwasaidia hata Azam wenyewe kuelekea kwenye michezo hii ya mtoano, lakini hata mimi naamini labda kwenye benchi pale asingekuwa Florent Ibenge ndo mwalimu. Then kuna mchezo wa mtoano kati ya Azam dhidi ya KMKM. Story ingekuwa nyingine hapa. Tungekuwa tunaongea lugha nyingine. Na naamini ungekuwa ni zaidi mchezo mgumu, lakini aina ya mwalimu ambaye yupo kwenye benchi lao, aina ya walimu ambao wapo pale wakina Anicent Makiadi ni washindani ujue. Unapokuwa na mwalimu mshindani ambaye anatamani kufikia mafanikio makubwa zaidi, hata wachezaji mentality yao ndani ya pitch inabadilika ujue. Kuna baadhi ya wachezaji pale wametoka kwenye mataifa ambayo yanacheza sana soka la ushindani. Kija kumwangalia yule Himid Barakat, unajua Tunisia wenzetu wanasoka sana la ushindani. Kwa hiyo mimi naamini kwamba Azam msimu huu ni mchezo mgumu kwa sababu wanafahamiana. Unajua kucheza na mtu ambaye anakufahamu zaidi ni kazi ngumu zaidi. Kwa hiyo utakuwa ni mchezo mgumu kwa sababu KMKM wanaifahamu Azam in and outside, lakini pia kuna wepesi ambao Azam wataupata kwa sababu ya aina ya mwalimu ambaye wanaye na anajua jinsi gani ya kuicheza michezo hii ya barani Afrika. Tukumbuke Florent Ibenge ana records nzuri sana katika michezo hii ya shirikisho, na pia ni mwalimu ambaye amewahi kuchukua trophy hii ya Confederation Cup. Kwa hiyo hautakuwa ni mchezo ambao kwake ni story kubwa, lakini pia anaweza kaongeza morali fulani kwenye kikosi cha Azam, na ndio maana amewapeleka eneo la tukio mapema zaidi akijua kabisa kuna kitu ambacho anakihitaji. Na naamini Florent Ibenge hatosubiri mchezo wa Chamazi Complex, anahitaji kumaliza mchezo huu akiwa kule kule katika visiwa vya Zanzibar ili mradi aje Chamazi akiwa amerelax. Unajua michezo unapokutana na timu ambayo umeizidi kwenye vitu vingi vya msingi, unahitaji kumaliza mchezo kwenye mechi ya kwanza ili mradi uweze kurelax, na ndio sehemu ambapo tunasema kwamba msimu huu huenda Tanzania tukapeleka timu 4 kwenye group stages za mashindano ya kimataifa. Kama tu hao ambao walikuwa wanafanya vibaya kwenye miaka ya nyuma watafanya vizuri, kwa sababu timu ambazo tunazifikiria na zinahofiwa kufanya vibaya ni hizi mbili kati ya Azam na Singida Black Stars. Kama wao wataweza kufanya vizuri, basi naamini kwamba tunapeleka timu 4 kwenye mashindano ya kimataifa. Lakini Azam na KMKM mchezo mgumu kwenye makaratasi tu, lakini ndani ya pitch Ibenge anajua kitu gani ambacho anakihitaji kwenye timu yake. Ibenge anajua ni kitu gani ambacho anakwenda kukifanya na anahitaji kutoka kwa timu yake ya wanalambalamba wa Azam FC kutoka kule kusini mwa jiji la Dar es Salaam pale Chamazi, na tayari wako kule visiwani Zanzibar wakiwa wameanza tizi yao kuelekea kwenye mchezo wa kwanza kabisa na baadaye mchezo wa marudiano ambao utapigwa uwanja wa Azam Complex Chamazi jijini Dar es Salaam. Nasubiri tu kuona kile ambacho kipo, lakini pia masikio ashiria kitu na kutawasaidia kuelekea kwenye mchezo huu bila shaka. Na Ibenge amekuwa na kawaida hii katika klabu hata ya Al Hilal na hata katika national team akiwa na ya Kongo akiwa na Papa Mwenyeza Hela. Ndio, kwa ni kawaida yake. Na unajua unapunguza hata pressure kwa wachezaji. Unaweza pia ni mzoefu Ibenge wa soka la Afrika. Ndio. Azam Zanzibar sio mgeni, lakini Ibenge ni mgeni. Kwa anaweza akasema hebu twendeni mapema. Haijalishi kwamba still ni nyumbani kwa Jamhuri ya Muungano, yani kwa jamhuri ambayo tuko nayo, lakini kwa Ibenge ni mgeni, kwa anachukulia bado yupo genini, kwa anaendeleza kile alichokuwa anakifanya huko alikopita. Na mimi binafsi siku zote hata tu alivyotambulishwa mimi niko nyuma ya Ibenge na muamini sana katika hatua hizi. Ibenge kutoka katika hatua ya kwanza ya awali au ya pili ya awali sijawahi kumshuhudia. Na hata aliyekuwa CEO wa Azam naye anamwamini. Hata leo nimemsikia akiweka wazi kabisa kwamba kwa kocha aliyokuepo naye msimu huu anaamini wataingia hatua ya makundi. Na kwa Ibenge mimi mwenyewe ninaamini kwamba Azam wanaenda makundi. Atamaliza game pale Zanzibar. Ndio. Japokuwa Ibu ameonyesha kuiheshimu au kuwaheshimu wapinzani wao. Katika football hiyo ni lazima uheshimu, na ukiangalia KMKM nao ni watu ambao wanapenda kucheza mpira kama ilivyo kwa Azam. So tutarajie mchezo mzuri, lakini mimi my bet kwamba Azam watashinda na atakuja kukamilisha ratiba katika uwanja wa nyumbani.
Sawa, tuko na Betio ndio ambao anatupa nguvu kubwa sana katika sala pili kunako Chandimu na kufanya zinatoka kwenye maeneo yanayofanana na inawezekana pia si mara ya kwanza wanakutana kwenye michuano ya Mapinduzi na vitu kama hivyo hapo. Kiufundi hii inaweza kuwa na ugumu kiasi gani? Ni mechi ambayo ukiangalia kwenye karatasi inaweza kwenda kumpa nafasi kubwa sana Azam, kwa maana kwamba mwalimu ambaye wako nayo, mwalimu Florent Ibenge, miongoni mwa walimu ambao ana historia kubwa sana kwenye michuano ya kimataifa, lakini pia ukiangalia baadhi ya wachezaji ambao Azam amewasajili kwenye msimu huu, unaweza kuona kwamba ni wachezaji ambao wana quality kubwa. Hapa tunazungumza wakina Barakit, tunazungumza wakina Cheknadi Akite na baadhi ya wachezaji kama yupo. Watu kama kina Faisal Salm ni baadhi ya wachezaji ambao wana quality kubwa sana kwenye ligi yetu. Na miongoni mwa wachezaji ambao anatajwa kuwa miongoni mwa wachezaji ambao ana thamani kubwa. Kwa hiyo ukiangalia kwenye karatasi unaweza kuona kwamba Azam FC ni anakwenda kupata walkover tu, kwa maana kwamba ni sehemu ambayo anakwenda kupita na kuelekea kwenye hatua inayofuata. Lakini kwenye football hakuna kitu ambacho kinawezekana kiwepesi hivyo. Na nilikuwa naangalia hapa record ya KMKM pamoja na Azam FC, japo ni miaka mingi imepita tangia wamekutana. Mara ya mwisho wamekutana 2021, lakini Azam ameshinda mara 2 na KMKM ameshinda mara 2. Kwa kila timu imepata nafasi ya kuweza kwenda kushinda. Na hofu ambayo niko nayo kwa Azam kama anaweza kwenda kushinda kiwepesi, hofu kubwa ambayo niko nayo ni jambo moja tu. Kuangalia Azam namna ambavyo amekuwa akiondoshwa kwenye hii michuano, hakuna mtu ambaye huwa anaamini sehemu ambayo anakwenda kuondoshwa Azam. Misimu kadhaa nyuma hapa aliondoshwa na timu kutoka Ethiopia. Hakuna mtu ambaye alikuwa anaamini kwamba Azam anaweza kuondoshwa na timu kutoka Ethiopia. Ukiangalia soka ya Ethiopia na soka la hapa nyumbani Tanzania, hapa nyumbani Tanzania tumepiga hatua kuliko Ethiopia, lakini Azam aliondoshwa na Ethiopia. Nikaangalia mechi ambao walicheza na JKT, mechi ambao walikwenda kupata sare ya bao 1-1. Nikiwaangalia KMKM, ile mentality yao, namna ambavyo huwa wanapambana kuelekea kwenye hii michezo ambayo huwa iko kwenye platform ya watu wengi kuwafanya wawatazame, namna ambavyo huwa wanashindana, napata hofu pia kwa namna gani ambavyo Azam anaweza kwenda kushindana. Na kitu kingine ambacho nimekiona, Azam FC msimu uliopita aliondoshwa kwenye FA ya hapa nyumbani, aliondoshwa na Mbeya City, timu ambayo ilikuwa daraja la kwanza. Kwenye kombe la shirikisho aliondoshwa na APR, kama kwenye ligi ya mabingwa aliondoshwa na APR, lakini pia kwenye kombe la muungano aliondoshwa na JKU akifungwa bao 1-0. Na ukiangalia kile kikosi ambacho kilifungwa mabao 2-1 na JKU, wakina Zubel Foba walikuwepo, wakina Idinado walikuwepo, wakina Nassan Chilambo walikuwepo, ndio ambao wanakwenda kutumika hivi sasa. Kwa hiyo ukiangalia record ya Azam namna ambavyo wanaondoshwa, ukiangalia kocha pia muda mwingine, yani issue ya msingi kocha anaweza kuwa bora, lakini ni wachezaji gani ambao wana uwezo kwenda kubeba yale maono ambayo yuko nao kocha na kwenda kukitafsiri kile ambacho mwalimu anakihitaji. Kwa mfano kidogo yes. Azam hiyo unaizungumzia, kuna maingizo mangapi, wakina Barakati, wakina nani, kuna mabadiliko unajua ambayo yamefanyika. Leo hii tunamzungumzia kuna Fofana kipa. Sijui unanielewa? Sio mabadiliko tu, hata playing style ya Azam imebadilika. Kwa hiyo achana tu na issue ya wachezaji, hali na vitu vimebadilika. Ndio maana hata wenyewe wameweka wazi kwamba imani imekuja ya kwenda hatua ya makundi. Nimemsikiliza akasema sio tu wao, yani sasa hivi wao wanavyojiona, hata hatua ya robo wanaweza kuingia. Yes, na nimezungumza kwenye karatasi, ukitaja Azam unataja kama ni favorite kuweza kushinda mchezo, lakini kiuhalisia haitakuwa mechi nyepesi. Na moja kati ya kitu ambacho kinanipa wasiwasi, mimi nilikwenda kushuhudia mechi kati ya JKT pamoja na Azam FC, nilikuwepo uwanjani. Nilikwenda kuangalia ile facial expression ya wachezaji mara baada ya mchezo kutamatika. Mechi ambayo Azam ameongoza kwa muda mrefu sana wa mchezo, wamekuja kufungwa kwenye dakika kama zile, ulikuwa unategemea uone wachezaji wakijutia kile ambacho kimetokea. Wanakwenda kwenye tunnel, wanapokwenda vyumbani, unaona wachezaji wako comfortable tu, hawana bana Mengia chuma tatu hadi hali kashindwa kuendelea kuongea. Unajua uzalendo kumbe ninao, nimeumia. Umesikia hali? Kwa hiyo ukikaa ukiangalia ile facial expression ya wachezaji, wametoka kupoteza. Yani ni kwenye ule mchezo ni kama Azam walipoteza, kwa kuwa walikuwa na umiliki mkubwa wa mchezo, wamemiliki matokeo kwa muda mrefu, lakini goli ambao wamefungwa unakwenda kwenye tunnel, wachezaji wako simple, yani hawana chochote. Angalia ile namna ambavyo Yanga walishinda kupata matokeo dhidi ya Mbeya City. Angalia wachezaji wa Yanga walivyokuwa wakati wanakwenda kwenye tunnel, angalia wachezaji wa Azam wakati wanakwenda kwenye tunnel, ndipo ambapo naweza kwenda kuona tofauti. Ili sio jukumu la mwalimu, ili ni jukumu la wao wenyewe wachezaji
kuweza kuona namna gani ambavyo wanatakiwa kuwa na uchungu na timu yao pindi inapokwenda kupoteza matokeo, lakini kwa Azam FC ukioni hicho kitu. Kwa hiyo kwangu mimi binafsi KMKM bado naona kwamba wana nafasi na wao pia ya kuweza kwenda kuchallenge. Inawezekana kwenye asilimia Azam akawa na asilimia 70, lakini hizo asilimia 30 KMKM wanaweza kwenda kuwa challenge ipasavyo Azam FC. Nira utakuja kuongeza, najua unatamani kufanya hivyo bila shaka, lakini ni wakati wa Ningependa nimkumbushe Ari, unajua kuna mechi unaiangalia afu unajua kabisa kitu gani ambacho kinaenda kutokea. Mimi moja ya mchezo ambao niliutambua mwanzoni kabisa wa mchezo ni mchezo wa Azam dhidi ya Bahir Dekenema ya Ethiopia. Nakumbuka ule mchezo kipindi naangalia mchezo wa pili wa marudiano. Azam kila akihitaji kupressurize game, Bahir anapooza mpira wa Ethiopia soka lao wanaweka chini. Azam wakakubali dakika 15 tu kuingia kwenye ule mtego. Nikajua it's okay. Game over, Azam wapiti hapa. Mchezo dhidi ya IPR, upo katika ardhi yako ya nyumbani. Unaiapproach vipi game? Pressure ndani ya mchezo unaenda kuwapa wapinzani. Ipo wapi? Yeye mwenyewe anakumbuka ule mchezo ulivyokuwa. Bahati nzuri tulikuwa pamoja. Anafahamu kilichotokea. Yaani Azam hakuna clear chance ambayo alitengeneza mchezo mzima. Unajua kuna muda unakuwa na mwalimu ambaye ana ile winning mentality kwamba yeye tu akiwepo kwenye touchline kuna hali ambayo inaongezeka kwa wachezaji. Ndio kitu ambacho nakiona kwa Azam wanaweza kanufaika nacho msimu huu. Lakini pia kitu kingine ambacho wanaweza kanufaika nacho ni jinsi gani ambavyo mwalimu ameisuka timu yake siku inapokuwa haina standing striker. Unajua Azam wanacheza vizuri zaidi wakiwa hawana JFT Kitambala bora. Na wakitaka kuifanya mechi iwe ngumu wakiwa na JFT Kitambala bora, kwa sababu JFT sio striker ambaye atakupa zile transition run kipindi ambacho timu ambayo haina mpira anaweza kubadilishana wenzake positioning, akaenda pembeni akastruggle akashuka chini kuja kuchukua mipira. Ni vitu ambavyo unavipata kutoka kwa kina Nasoro Saduni, Himidi Barakat pamoja na Abdul Suleiman Sop. Kwenye mchezo dhidi ya Mbeya City kile kitu walichokuwa nakifanya wale washambuliaji watatu wa Azam kwenye eneo la mwisho na viungo wa Azam jinsi gani ambavyo walikuwa na operate kwenye eneo la katikati kwenda juu. Kama Azam wataingia na system ile kwenye mchezo dhidi ya KMKM, hakuna namna ambayo KMKM wanaweza kuwavumilia. Speed ya hali ya juu, pasi zitembee kwa haraka, wazuri kwenye transition run, wazuri kwenye kufanya pressing kuanzia juu. Kwa hiyo timu nzima inakuwa sharp. Lakini Azam baada ya kuingia JFT hata mchezo dhidi ya Mbeya City, timu nzima ikatoka kwenye ile system walikuwa wanacheza. Ikawa inahitaji zaidi kumwangalia JFT kwa sababu JFT anakuwa mzuri kipindi ambacho amelitazama goli la wapinzani, lakini akiwa amelipa goli mgongo hana madhara yoyote. Kwa hiyo mimi naamini kwamba Azam chini ya Florent Ibenge kuna vitu vichache ambavyo vimeongezeka ambavyo vinaweza vikaenda kuwa chachu zaidi ya kupata matokeo dhidi ya KMKM. Alafu cha kuchangia nasikia na mtu alikuwa ananitonya. Hawa jamaa kabla hajaenda kule wamecheza mechi ya kirafiki na timu kutoka Zanzibar, nao ni timu ya majeshi. Ndio uone kwamba wako serious na hii game. Wamecheza mechi ya kirafiki hapa kimya hawajaposti popote, wamemaliza kucheza. Wamecheza na timu ya jeshi. KMKM unajua nao ni jeshi Matokeo yake unayajua, lakini hata matokeo pia wameficha vile vile. Hapo wameenda zao. Sema ndugu yako atakuwa matokeo muulize vizuri. Hebu unajua amecheza na matokeo sijui. Waliamua kuwa unajua ngoja ngombe kitu kimoja. Unajua hawa washikaji Azam. Azam hata kwenye jezi. Ushe kuona jezi zao zimevuja. Wakiamua kufanya kitu kwa usiri hawa jamaa wanafanya. Huo ndo ukweli. Sawa, tukitupilia mbali taarifa hiyo inayohusu Azam FC kuelekea mchezo wao kuania kufuzu kombe la shirikisho barani